dirisha la pili, kila timu inataraji kwenda kwenye hatua ambayo inafuata, ambayo ni hatua ya robo finali. Unazungumzia Simba Sports Club ambao wako kwenye group, lakini pia unazungumzia Sat Malaya kutokea Mali ambao wako kwenye group la Simba. Unazungumzia timu mbalimbali kama Petro de Luanda pia kutokea Angola wapo kwenye kundi la Simba Sports Club. Unazungumzia Esperance de Tunis kutokea Tunisia wapo kwenye kundi la Simba Sports Club. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba watu wengi wanaangalia kama Esperance de Tunis pamoja na Simba Sports Club zina asilimia kubwa kuweza kwenda hatua ambayo inafuata, ambayo ni hatua ya robo finali. Lakini kiuhalisia ni kundi gumu ambalo nafikiri timu yote ina nafasi kubwa sana kuweza kwenda hatua ya robo finali, kwa sababu nikijaribu kuizungumzia bibi Simba Sports Club, timu kubwa, timu ambayo ina wachezaji ambao wana experience, achievement ambao imeweza kuipata bibi kwenye mchuano wa kimataifa toka ule msimu 2018-19 na msimu ambao ilifuatia kwenye mchuano wa kimataifa za CAF Champions League, lakini pia CAF Confederation League. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba Simba ana nafasi kubwa sana kuweza kutumia bibi ule uzoefu wa wachezaji ambao wanao. Unazungumza mtu kama Shomari Kapombe ambaye yupo ndani ya Simba Sports Club, lakini pia unazungumza mtu kama Kinelie Panzu, unazungumza mtu kama kina Musa Peni, kama akina Rushandulio, mchezaji wa zamani wa Masanda wa Mamelodi Sundowns. Unamzungumzia Neo Maema, mchezaji wa zamani wa Mamelodi Sundowns, Simba Sports Club. Unamzungumzia Morris Abla, lakini pia lazima uangalie mtu kama Mzamili Aswini, pia Simba inaweza kupata achievement ya kimataifa, alikuwepo. Lakini pia lazima uangalie ule ubora ambao amekuwa nao mtu kama Dimitri Pantev ambaye ni manager ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kuna sama wanaweza kuprove kama ni kitu gani ambacho anaweza kufanya kwenye michuano ya kimataifa kwa kiasi kubwa na kuweza kuisaidia timu kuweza kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo namna ambapo watu wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Simba Sports Club, naweza nikasema kwamba ni moja kati ya kundi ambalo linaweza likawa na tunasema kwamba ugumu kwa kiasi kubwa. Sio kwamba ni kundi jepesi, ni kundi gumu ambalo unahitaji moyo kwa kiasi kubwa kuweza kujua kitu gani ambacho kinaweza kikatokea ndani ya msimu 2025-2026, kwa sababu wapinzani nilionao sio wapinzani wa kawaida. Petro de Luanda tunasema Petro de Luanda Space de Tunis na pamoja na Sat Malaya kutokea Mali, timu ambazo zinaweza zikaprove kwenye ushindani kulingana na kile kitu ambacho kinaweza kikatokea. Wanapiga ile dead ball kwa kiasi kubwa, ile mpira ambayo imekufa amekuwa msumbufu kwa kiasi hicho. Lakini pia unazungumzia mtu kama Morris Abla, pia mchezaji wa Simba Sports Club, kuna zile PRS performance ambayo amekuwa anaonyesha, lakini pia kuna zile penetration pass ambazo amekuwa anazitumia. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo naweza nikamsifia mtu kama Morris Abla kulingana na ule ubora ambao amekuwa nao, lakini pia kulingana na ule ufundi ambao amekuwa nao, lakini pia kwenye experience, kwa sababu mchezaji ambaye amecheza ile basic modern football, anajua kitu gani ambacho anaweza akifanya na kuweza kuisaidia Simba Sports Club kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia lazima uangalie penetration pass ambazo amekuwa anapiga, lazima uangalie tunasema kwamba intercontinental long pass ambazo amekuwa anapiga, lazima uangalie namna ambavyo amekuwa anashuka chini kuchukua mpira kutengeneza pass, maybe V pass, lakini pia penetration pass, namna ambavyo amekuwa anafanya mtu kama Morris Abla. Kwa hiyo kisporia pamoja na composure ni vitu ambavyo vinabeba plus of experience, lakini pia kiufundi na kama ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa kuweza kushiriki kwenye mfumo wa mwalimu wa Simba Sports Club au manager Simba Sports Club ambaye ni Dimitri Pantev. Lakini pia Jonathan Soa pia kipindi cha pili unaona kwamba ni mchezaji ambaye aliprove, alifunga goli la pili pasi kutoka kwa Morris Abla. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo naweza nikasema kwamba manager Simba Sports Club kipindi cha kwanza ni kama alikuwa anatengeneza namna gani ambavyo anaweza kutumia kipindi cha pili ili kuweza kupata matokeo ya ushindi kati ya Simba Sports Club. Hii ni Uondo TV, mimi ni Aidan Jeremiah.